Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kuwashukuru wananchi wa Jimbo la Ngara kwa imani kubwa sana walionipa mwaka 2020 na hata sasa hivi wameendelea kunitumia ujumbe mbalimbali kwamba mbunge wetu tuko pamoja. Kazi tuliyokufanyia mwaka 2020 tunaenda kuifanya tena mwaka 2025. Na ameendelea kuniambia kuna sehemu tunaitwa tunaenda, wewe usio na wasiwasi, tunachokwenda kukifanya kule tunakijua. Wewe tuwakilishe bungeni, hii shughuli tuachie sisi, tuko pamoja. Na washukuru sana wananchi wa Ngara kwa imani kubwa sana wanaoendelea kunipatia. Nami kwa kweli nafurahi kuwatumikia. Ahadi yangu kwao ni kuendelea kuwawakilisha vizuri kwa viwango vile walivyovitegemea. Lakini nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rais ambaye kwa kweli amelitendea taifa haki, hasa kwenye sekta ya madini. Rais Samia amejipambanua kwa kutoa leseni nyingi kwa wawekezaji wakubwa. Rais Samia amejipambanua kwa kutengeneza mazingira wezeshi ili wachimbaji wadogo wapate maeneo ya kuchimba. Na hakika kila Mtanzania ambaye yuko kwenye sekta ya madini anasema Rais Samia mitano tena. Sisi tunamuombea heri, tunamuombea afya njema, na hakika uwekezaji alioufanya kwenye kuboresha maisha wa Tanzania anakwenda kuona kwenye sanduku la kura mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu. Nipende pia kumpongeza ndugu yangu Mavunde Kiruswa, ndugu yangu Rwamo, ndugu yangu Samamba. Wakati Mavunde unateuliwa kuwa waziri wa madini, watu wengi walihisi wewe ni mtoto wa mjini na watu wanajua madini yanachimbwa polini. Kumbe ndugu yangu wewe ni mtoto wa mjini, lakini ni mwanaporo. Ulipopewa wizara hii ya madini, Mheshimiwa Mavunde, hakika umetendea haki. Tumeshuhudia kukua kwa makusanyo ya maduhuli wizara ya madini. Sasa unakusanya mpaka kwa zaidi ya 10% iliyokuwa umepewa kama target. Umeongeza vituo vya kununulia madini kutoka 102 mpaka 109. Mheshimiwa Mavunde, kazi yako wa Tanzania wanaiona, wachimbaji wanaiona, kila mmoja anaiona. Wewe na timu yako hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya kwenye wizara yetu ya madini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze mchango wangu kwenye eneo hili la Tembo Nickel kule Ngara. Tunamshukuru Rais Samia, tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2021 alitoa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya niko kule Ngara, na tunawashukuru Tembo Nickel, wamejitahidi kufanya kazi kubwa. Wamekwisha toa fidia zaidi ya shilingi bilioni 26, na fidia hii imeenda kwa wananchi 1276, na hii ni 96% ya wananchi wote ambao wanatakiwa kupewa compensation. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimwambie waziri na wizara nzima kuna vitu vya kufanyia kazi Tembo Nickel. Moja, wananchi 1276 ambao tayari wamekwisha lipwa fidia zaidi ya shilingi bilioni 26 walizuiliwa kufanya maendeleo ya chochote kwenye maeneo ambayo wanaishi mpaka sasa. Wamezuiliwa mpaka kupanda mihogo. Walikwisha pewa fedha, wameitumia imeisha, waliretain 40% ya fedha waliolipwa. Sasa hivi wanaishi kwa tabu. Tunakoelekea, ile fedha ambayo wananchi wa Ngara kutoka kata za Bugarama, Bukiriro, Muganza, Kibogora na maeneo mengine ya tarafa ya Rulenge, wananchi wanaoishi maeneo haya ambao wameshatathminiwa na wamepewa fedha, wameanza kuishi maisha ya tabu. Kuna fedha waliahidiwa kwamba watapewa fedha za kujikimu za chakula na Tembo Nickel. Mpaka hivi ninaposimama mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hawa hawajalipwa hata senti moja fedha za kujikimu. Huku wamezuiliwa wasilime hata muhogo. Fedha waliokwisha lipo wameitumia imeisha, bado wako pale pale. Tunaomba Mheshimiwa Waziri tusaidie, simamia vizuri Tembo Nickel, wapeleke fedha za kujikimu. Jambo lingine kwa wananchi hawa, Mheshimiwa
Mwenyekiti, waliahidiwa kujengewa nyumba ili wahamishwe. Muda mrefu umepita tukielezwa Tembo Nickel wanajenga nyumba 5 za mfano peke yake. Hivi kwenye architecture unapoletewa jengo limefanyiwa engineering design litaonekana hivi? Kuna haja gani ya kujenga majengo kwanza 5 ya mfano, wananchi wasubiri kuteseka huko, eti mnasubiri mjenge majengo 5 yaende yakaguliwe, mwananchi muulize unaridhika au uridhiki? Akisema haridhiki, unaanza upya tena miezi mingine 12 kujenga jengo la mfano. Ninaomba wizara itumike engineering kufanya decision. Mfanye decision, nyumba zote zijengwe kwa pamoja, wananchi wangu wahamishwe wapelekwe kule. Vinginevyo kinachoendelea kinakwenda kuongeza gharama ya huu mradi wa Tembo Nickel na fidia na kwenda kulipwa mara 2. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakuomba Mheshimiwa Mavunde nisaidie kwenye 40% ya fedha iliyoshikiliwa na Tembo Nickel, kwa sababu wananchi sasa wako kwenye tabu. Angalau wapewa 20% au 10% ya fedha hizo ili ziweze kuwasaidia kujikimu katika kipindi hiki ambacho wananchi wako kwenye tabu. Eneo lingine ambalo napenda kuchangia ni kwenye fidia. Wananchi ambao ardhi zao zimethibitika kuwa na madini, sheria ya madini section 97 ya Mining Act inasema kwamba mumiliki wa leseni ya madini akishafika pale atatakiwa kumfanyia compensation mwananchi anayemiliki surface right kwa kutumia sheria ya ardhi. Hapa kuna tatizo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuna sheria za ardhi lakini kuna sheria za madini. Kuna mmiliki wa ardhi kwa maana ya surface right, kuna mmiliki wa haki madini mwenye leseni ya kuchimba madini. Eneo hili linawapasua kichwa MRMO, maafisa ukaguzi wa madini nchi nzima. Kuna modo nzuri tumeanza kuziona huko Msoma. Mwananchi mmoja alipotaka kupewa fedha alikataa, akaomba angalau 0.002 ya percentage inayotokana kwenye uzalishaji. Amelipwa hela nyingi sana, tofauti na wale ambao wanalipwa surface right kwa kufuata sheria za ardhi. Naomba niishauri serikali. Wananchi wa Ngara walinituma nije humu bungeni kuishauri serikali. Naomba nishauri serikali iunde tume itakayounganisha watu wa madini na watu wa Wizara ya Ardhi. Waende wachunguze migogoro iliyopo kati ya surface right na mineral right. Waje na mapendekezo ili nchi hii iweze kutoa msaada kwenye eneo hilo ambalo liko linatesa Watanzania, na kwa kweli watu wanateseka. Eneo lingine ni kwenye rashi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapo nyuma waliweka utaratibu kwamba eneo fulani likigundulika lina madini, watu wanavamia, wanaanza kuchimba madini, wanatengeneza utaratibu wa kuaratibu. Maeneo mengine yanayovamiwa unakuta ni leseni halali ya mtu, ameifanyia utafiti, unakuta leseni na zaidi ya thamani ya trilioni 1, trilioni 2. Ninasema mimi, lashi kwenye eneo la mtu ambaye ana leseni halali ni sawasawa na kuruhusu watu waende Kariakoo kwenye duka la mtu limejaa bidhaa, waingie ndani na kuanza kuiba bidhaa zilizoko dukani. Kwa sababu mtu amehangaika, amepata leseni, amefanya utafiti. Mmoja wapo kati ya watumishi si mwaminifu, anavujisha taarifa. Unaamka asubuhi unakuta leseni yako kuna watu 4,000 5,000 wamejaa pale wanachimba madini. Kama serikali zinapigana vita huko, kupambana huko, kama serikali zinazuia watu wanaofanya maandamano, serikali hawezi kushindwa kuzuia watu 300, 400, 2,000 waliovamia leseni. Ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo hili liangaliwe, lashi zidhibitiwe. Kama ni lashi iruhusiwe kufanyika eneo ambalo si leseni ya mtu, lakini mmempa mtu leseni, ana haki pale. Naomba serikali walinde, na principal function ya state ni kuhakikisha raia wanalindwa na mali zao. Ninaomba eneo hilo lifanyiwe kazi. Kwa kweli Watanzania wenye leseni wanateseka katika eneo hilo. Nimalizie kwenye maslahi ya watumishi wa tume ya madini.